Philemon Josephat Kiemi, mkulima wa Singida na mfugaji wa nyuki. Nimefika leo kwenye hafla hii ya kukabidhiana zana za kilimo ambazo zilikuwa nafanyika hapa viwanja vya ofisi ya mkuu wa mkoa. Niseme tu kwamba nimefurahishwa sana, sisi kama wakulima wa Singida tumefurahishwa sana jitihada ambazo zinafanywa na serikali katika kuwawezesha wananchi kujikwamua kiuchumi. Ni kweli watu wanahitaji kuandaa mashamba mapema na ardhi kubwa hii inatakiwa kulimwa. Pamoja na hayo pia hizi trekta zikienda kila mahala, sisi ambao tunatumia ng'ombe kulima, ambao tunatumia trekta moja iko kwenye wilaya moja au ngapi, unasubiri kwanza mwenzako amalize kulima alafu ndio uende iende kwa mwingine. Mfano inaweza, kwa mfano kama hapo manispaa inaweza katoka Manga ikaenda Ilongero, alafu baadaye inatakiwa Ikungi. Sasa mvua huwa zinanyesha kwa wiki hiyo nitakuwa tulime wote ili tupande wote. Sasa kusubiri mwenzako amalize mpaka mwingine, watu wengi sana huwa wanaacha kulima kwa sababu hawana zana za kilimo. Kwa hiyo kwa jitihada hizi ambazo zinafanyika, huduma hii kusogea kwenye kata au kwenye vijiji na zana kuwepo kwa gharama nafuu, au ulimaji wenyewe unakuwa kwa gharama nafuu, utahamasisha watu kuingia kwenye kilimo. Na hii inaambatana na jitihada ambazo zilikuwa zimetangulia za kutoa elimu. Wale wa maafisa kilimo na ufugaji wa kwenye kata na kwenye wilaya wamekuwa wakiendelea kutoa elimu kila ikifika mahala fulani, lakini mbegu zimekuwepo kila wakati. Lakini sasa hivi hii gap ya zana za kilimo itaendelea kuongeza uzalishaji zaidi, hasa wa zao la alizeti ambalo ndio zao ambalo linalimwa zaidi katika mkoa wa Singida. Na mimi nafanya ukulima wa kilimo cha alizeti na ufugaji wa nyuki. Kwa hiyo na shauri pia kama mtu ni mkulima afuge na nyuki, lakini mkulima kama mtu ni mfugaji wa nyuki pia aweke na kilimo pembeni. Kwa hiyo kwenye mavuno watakuwa wanavuna mara mbili, yani unavuna mbegu za alizeti, unavuna na mazao ya nyuki. Hiyo ndio Singida tunayohitaji. Asanteni sana.